Asante sana kwa kuendelea kuwa nasi ndani ya Alasiri kwa wasaa huu hapa. Unatumia nishati gani kupikia? Hilo ndo swali ambalo unatakiwa kujiuliza. Na pengine unaweza kupata majibu sahihi zaidi pale ambapo tutakuwa na mjadala huu ambao tunaenda kufanya hapa ndani ya Alasiri. Lengo ni kukumbusha kuwa unatakiwa kutumia nishati ambayo ni safi na nishati ambayo itakupa wepesi wa wewe kufanya kazi ambayo utakuwa unaifanya. Kupika na kwenyewe ni kazi. Kwa hivyo tunaenda kuangazia zaidi kuhusu mkakati wa taifa na matumizi ya nishati safi ya kupikia pamoja na mkakati wa mawasiliano. Mkakati upo, lakini bila taarifa kutolewa ndipo mawasiliano yanapokuja hapo. Bila taarifa kutolewa na sisi wa Tanzania kunufaika na taarifa hiyo, itakuwa ni changamoto. Mkakati huu unaweza ukasalia kule kwenye serikali. Kwa hivyo basi tunaye hapa Ngereja Mgenjwa, huyu ni kaimu mkurugenzi wa nishati safi ya kupikia. Karibu sana. Asante sana. Lakini pia tunaye mkuu wa kitengo cha mawasiliano serikalini, Wizara ya Nishati, Neema Chalila. Karibu sana Neema. Asante na kushukuru sana. Mkakati uko huku. Ndio. Ninyi mnatupa taarifa. Sawa sawa. Tuko pamoja. Hii imekaa vizuri sana. Kabisa. Karibuni. Asante. Asante sana. Unaweza kutukumbusha kwamba mchakato ulipoanzia wa huu mkakati na mpaka sasa hapa tulipofika? Asante sana kwanza kwa nafasi kuweza kuzungumza na Watanzania. Karibu. Kuhusiana na swala la nishati safi ya kupikia. Swala hili tunaweza tukarudi nyuma mpaka Novemba 1 mwaka 2022 ambapo kulifanyika mjadala mkubwa sana wa kitaifa. Sasa Ambapo katika mjadala wa kitaifa Mheshimiwa Rais Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan alikuwa mgeni rasmi katika mdahalo ule au katika ule mjadala, ambapo yalijadiliwa mambo mengi sana, lakini ukatoka maelekezo kwamba inabidi kutengeneza mkakati wa taifa wa matumizi ya nishati safi ya kupikia. Na hasa sasa mkakati huu unakuwa ni unaonesha mwelekeo wa nchi kuhamia katika matumizi ya nishati safi ya kupikia, na hasa sana ikiwa ni kujibu uhitaji ambao ulikuwepo wa kuwa na mpango ambao ni jumuishi, ambao mpango huo utakuja kusaidia kwamba usaidie katika kupambana na uharibifu wa mazingira pamoja na athari za kiafya, kiuchumi pamoja na kijamii. Kwa sasa unaona kabisa kwamba mazingira hayo, hivyo vitu vinne ambavyo nimevitaja, ikawa ni msingi wake. Lakini haya yote yamefanyika yakiwa yanatokana na sera ya nishati ya mwaka 2015 ambapo kwa nasema kwamba katika kupika inabidi kutumia nishati mbadala, alafu na vifaa ambavyo viko na ubora. Kwa sasa msingi huo wa sera ya nishati ndo sasa ikaja hii swala sasa la kuandaa mkakati wa taifa wa matumizi ya nishati safi ya kupikia. Kwa hiyo msingi wake unajikita sana katika swala la mazingira, afya, uchumi pamoja na masuala ya kijamii. Kwa sasa mkakati huu ni wa miaka 10. Kwa maana katika baada ya kuwa umeandaliwa mwaka jana tarehe 8 mwezi Mei 2024 mkakati ulizinduliwa, na pia ulizinduliwa na Mheshimiwa Rais mwenyewe, na sasa tunaanza sasa kutembea kutoka hiyo 2024 kwenda 2034 ambapo ni miaka 10. Na lengo kuu la serikali au lengo la mkakati wenyewe ni kufika 80% ya Watanzania wao wanatumia nishati safi ya kupikia. Kwa hiyo unaona ndani ya miaka 10. Lakini tukumbuke pia mwaka 2021 tulikuwa na 6.9. Hiyo ni ya Watanzania kwamba walikuwa wanatumia nishati safi ya kupikia. 6.9. Mwaka 2021. Kwa sasa tunatoka pale sasa, kutoka hiyo 2021 twende 2034 tufike 80%. Lakini ukiangalia kwa namna ambavyo mambo yanavyokwenda na baada ya ule mdahalo au yale majadiliano ya Novemba 1, 2022 kutokea pale ni kwamba mambo yamefanyika mengi ya uhamasishaji na nini. Kwa hiyo kutokea kule mpaka leo tunakokwenda hiyo 2034
nafikiri kwamba tuko katika hali ile ya kuamini kabisa kwamba tutafikia hilo lengo la 80%. Na ndio maana sasa katika huo mkakati tayari mle ndani kulikuwa na uhitaji kwamba huu ni mkakati sasa, lakini ndani ya mkakati ule lazima tuwe sasa na mkakati mwingine wa mawasiliano wa nishati safi ya kupikia. Kwa hiyo mkakati mkubwa unaelekeza kwamba sasa tutengeneze mkakati wa mawasiliano wa nishati safi ya kupikia. Na hiyo ni kwa sababu ni kutaka sasa kuhakikisha kwamba haya yaliyoongelewa katika mkakati mkubwa yanafika kwa watu. Hapo sasa twende kwa Neema. Labda Neema, utuambie kuna nini ndani ya huu mkakati wa mawasiliano wa nishati safi ya kupikia? Asante. Kwanza katika mkakati wa mawasiliano kama alivyosema mwenzangu ni kwamba ilikuwa ni maelekezo yaliyotoka kwenye mkakati mkubwa. Kwamba kwa sababu tayari tuna mkakati umeleta dira ya kusema tunataka twende wapi na tufike wapi. Sasa taarifa zote hizi tutakazozikusanya ni lazima Watanzania kwanza wapate taarifa sahihi, lakini wazipate taarifa hizo kwa wakati. Sasa tukaona ni lazima kuje na mkakati mwingine wa mawasiliano. Ndani ya huo mkakati wa mawasiliano kilichoangaliwa kikubwa ni kuangalia ni kwa jinsi gani tutatumia njia mbalimbali ambazo zitapeleka jumbe mbalimbali kwenye jamii, ambazo ni jumbe sahihi, zimfikie mtu sahihi kwa wakati sahihi. Kumbuka katika mkakati wa mawasiliano tuna makundi mbalimbali ambayo yapo katika yameainishwa kwa ajili ya mawasiliano na kufikiwa na taarifa za nishati safi ya kupikia. Tunao wanawake kama kundi mojawapo, tunao vijana, tunao watoto, tunao vijana wa umri wa kati na kadhalika. Lakini pia tunazo taasisi ambazo zinahitaji pia nao kupata taarifa ili wajue je, kuna fursa za aina gani ili waweze kuwekeza. Kwa ndani ya mkakati huo ulikuwa umelenga kabisa kuainisha namna ambavyo tutatoa taarifa kwa usahihi ili Watanzania ziweze kuwafikia. Lakini pia namna ya kuelimisha jamii ili kujua dhana ya nishati safi ikoje na utekelezaji wake ukoje. Kwa hiyo ndio maana ikaja mkakati wa mawasiliano na tukaweka maeneo ya kuainisha. Kwa mfano mwenzangu katika mkakati wa taifa wa nishati safi, yeye anaweza kusema kwamba bwana, mojawapo ya ajenda tunayotaka kuipeleka ni kuangalia basi sera zilizopo. Je, zinatosheleza katika masuala ya nishati safi ya kupikia? Je, sheria na miongozo inatosha? Nini cha kufanyika? Kwa ina maana pale mimi kama mtu wa mawasiliano nitazichukua zile na kusema sasa kumbe wananchi wanahitaji maboresho kwenye sheria. Kumbe wananchi wanahitaji taarifa mbalimbali. Kumbe wananchi wanahitaji miongozo kuhusiana na nishati safi ya kupikia. Kwa huyu akisema nimetoa bwana ruzuku, serikali imetoa ruzuku ya 2% kwa ajili ya kila mtungi utakaonunuliwa na mwananchi, basi hilo ni jukumu la watu wa mawasiliano kuhakikisha kwamba zile taarifa zinawafikia tena kwa usahihi na kwa wakati, ili wajue ile 2% iliyotolewa na serikali wao kama wananchi wa kawaida wananufaika vipi. Kwa ndio maana tukaja na mkakati wa mawasiliano na kujua njia bora ambazo tutazitumia katika kipindi chote cha utekelezaji ili wananchi waweze kupata taarifa sahihi kwa wakati na ambazo zitakwenda sambamba na mkakati mkubwa wa taifa wa mawasiliano. Sawa sawa. Utekelezwaji wake sasa upoje kwa ujumla, kwa sababu tunapozungumzia mkakati wa taifa katika matumizi ya nishati safi ya kupikia ikaongezeka na mawasiliano katika nishati, kuna namna yake, na hasa kupitia makundi ambayo umeyataja kama ndio maeneo ya kuwafikia hao watumiaji wa nishati safi. Utekelezwaji wake upoje hasa katika sera za kuwafikia wahusika? Asante. Utekelezaji wake kwa kifupi, sisi tulivyojipanga kama watu wa mawasiliano na kwa kushirikiana na wenzetu wa mkakati wa taifa wa nishati safi ya kupikia, cha kwanza tumesema kwamba haya makundi ni lazima yafikiwe na ni lazima yapate taarifa sahihi. Wasipopata taarifa sahihi hakuna kitu kitakachoendelea. Lakini utekelezaji wake ni kwamba tunataka kufika kwa kila mwananchi katika kila eneo, kuhakikisha kwamba anapata hizi taarifa sahihi za nishati safi ya kupikia. Anazipataje? Kuna wale ambao tunajua wanapenda kutumia mitandao ya kijamii, kwamba anajua kabisa kwamba mimi nikiingia kwenye mitandao ya kijamii nitapata taarifa sahihi zinazohusiana na nishati safi ya kupikia. Lakini kuna wale wengine ambao wao wanapenda kuangalia televisheni kama tulivyo hapa sasa hivi. Wanapenda kuangalia televisheni kwa maana taarifa kupitia vipindi mbalimbali ambavyo tutavitengeneza kupeleka taarifa na ujumbe kwa jamii kuhusiana na masuala ya nishati safi ya kupikia. Lakini kutakuwa na matangazo. Kuna road show ambazo zitafanyika
Kuna wale watu ambao tutakwenda physically kwenye maeneo ya vijiji ambavyo vinahitaji watu kupata taarifa na kutoa zile demonstration, kuwaeleza wananchi kwamba kama unahitaji kutumia nishati safi ya kupikia, kama ni mtungi, kama ni mkaa banifu na majiko yake na kadhalika, basi yanatumika hivi, na kuwapa ule uhalisia ili kumpa nafasi mwananchi achague. Je, mimi kama mwananchi wa kawaida ninataka aina gani ya nishati safi ya kupikia ambayo ni rahisi kwangu kutumia, lakini inapatikana kwa urahisi, ili iweze kumnufaisha yeye kwa kupitia chaguo lake, na sio labda kuonekana kwamba ameshinikizwa na kuambiwa kwamba lazima utumie nishati hii. Kwa hiyo sisi hilo ndio jukumu letu kubwa, kuhakikisha tunatumia pia na vyombo vya habari kwa namna tunavyoweza, ili taarifa ziweze kuwafikia watu wote na kwa usahihi. Okay. Na ndio mnaanza kutekeleza sasa mkakati huo? Mkakati umeanza kutekelezwa tangu ilipozinduliwa 2024 na shughuli zote za kimkakati zinatekelezwa. Ila kwa sasa tumeamua kupita katika vyombo mbalimbali vya habari kwa sababu tunataka sasa kuanza rasmi ile kampeni ya taifa ambayo tumekuja na slogan muhimu kabisa ya nishati safi ya kupikia, okoa maisha na mazingira, kwamba tunagusa masuala yanayohusu maisha ya Mtanzania kwa habari ya afya yake na aina ya nishati anayotumia, lakini pia tunagusa masuala ya mazingira ambayo tunajua mazingira ya mwananchi yanampelekea kuwa na sababu za kutumia aina fulani ya nishati. Kwa mfano, kwa wale wanaotumia kuni ni kwa sababu ni miaka nenda rudi anatumia kuni na ni maisha yake. Lakini kuna yule ambaye anataka kutumia gesi, umeme na kadhalika. Kwa hiyo lazima sisi tuangalie tunapompelekea zile salamu, kumpelekea zile jumbe mbalimbali ambazo ni key messages tutakazokuwa tunazipeleka. Kwa hiyo kuanzia mwezi Disemba mwanzoni tunaanza sasa rasmi kupeleka matangazo, kuwaambia wananchi kampeni ya kitaifa imeanza, itakuwa inashirikisha kina nani na mchango gani vyombo vya habari watatupa katika kupeleka ajenda hii ya Mheshimiwa Rais mbele, ili Watanzania waweze kupata taarifa. Sawa. Mkurugenzi Mgejwa, Madam Neema hapa ameeleza kwenye upande wa mawasiliano. Utekelezaji katika upande sasa wa matumizi ya nishati safi pia upoje? Katika swala la utekelezaji kama alivyosema mwenzangu hapa, mkakati ulizinduliwa mwaka jana, na ulivyozinduliwa tu kwamba sasa unaanza kutekelezwa, na katika baadhi ya mambo ambayo yalikuwa yanatakiwa yatekelezwe, miongoni mwayo ndio hii ya mkakati wa mawasiliano. Lakini kuna vitu vingi ambavyo vinaendelea katika kutekelezwa. Kwa mfano kama alivyosema ni kuhakikisha kwamba vifaa au nishati safi za kupikia zenyewe kwamba ziwe nafuu, alafu zipatikane na ambazo ni endelevu. Sasa kwa hiyo katika kutekeleza sasa ndio kuweka masuala mbalimbali ya kuhakikisha kwamba mwananchi anapata hizi nishati za kupikia kwa bei ambayo ni nafuu na ziwe zinapatikana na pia ambazo ni endelevu. Kuna miradi ambayo wenzetu wa wakala wa nishati vijijini LEA wana miradi ambayo ipo wanayoitekeleza ya kwenda kuhakikisha kwamba kile ambacho mwananchi anakipata au anakinunua kiko na bei ya chini. Kwa maana wao wanaweka, kuna ruzuku ambayo inawekwa. Hii hasa hii mitungi ya gesi ya kilo 6 inabidi kuanza na hiyo, ambapo kuna ruzuku ya 50%. Kwa hiyo maana mwananchi ananunua katika bei pungufu. Na sio hilo tu, kwa sababu tunajua kwamba wananchi wengi wengine wanatumia haya majiko banifu katika kupika ambao ni nishati safi. Kwa hiyo huko na kwenyewe kuna ruzuku pia, ni mradi ambao LEA anautekeleza kwa maana kuhakikisha kwamba bei ya jiko banifu inakuwa ndogo, na ruzuku iko 80% mpaka 85%. Hiyo yote ni kuhakikisha kwamba mwananchi anapata hizo nishati safi ya kupikia au majiko ya banifu kwa bei ambayo ni ya chini, kumwezesha angalau mtu ahamie kule. Sasa ndo hapo yote yanafanyika, lakini sasa tunapokuja kwenye issue ya mawasiliano sasa ndio hiyo sasa kwenda kusema jamani, kuna swala ile la ruzuku, na ukisha ama ukanunua ukaingia, usirudi nyuma tena, kwamba kama ulikuwa unatumia nishati zisizokuwa safi ukarudi kule kwa sababu labda kuna jambo ambalo umelikutana nalo huku. Kwa sasa katika kuhamasisha kupitia sasa mawasiliano sasa ndio hiyo sasa unajikita, tunasema jamani tuendelee, kwamba ukishaingia basi uendelee. Na hapo ndipo kwenye changamoto kubwa. Ndio. Kiuhalisia
wengi wakishanunua gesi akishaitumia ikiisha, anaona gharama ni kubwa kwenda kujaza tena gesi nyingine. Akifikiria kwamba nikajaze gesi labda 20,000 na au 10,000 na wengine mpaka 50,000 na kwa kutokana na size za mitungi. Lakini nikinunua kopo moja la mkaa pale 1,000, 1,500, nimepika siku ya leo imepita. Hili swala la gharama umelielezea vizuri sana. Ni kwamba mmeanza na mitungi midogo hasa kwa watu waliokuwa vijijini ili gharama ziweze kushuka. Pengine hamjafikiria au mkakati huu umegusaje kwenda kuangazia zaidi gharama zishuke zaidi kwa watu wa makundi yote na sio vijijini peke yake? Asante sana kwa swali hilo. Nafikiri katika tunatekelezaje ndio nilikuwa naendelea kuelezea kwamba namna tunavyotekeleza katika hilo. Serikali tunaendelea kuhamasisha kwamba ubunifu, ile innovation, kwamba ubunifu uwepo, kiasi kwamba kama wananchi walivyokuwa wamezoea kwamba kama ulivyosema kwamba kununua mkaa wa 500, mkaa 1,000, kwamba sasa ubunifu uwepo kiasi kwamba mtu kama ana shilingi 1,000 ana shilingi 3,000 basi aweze kununua gesi, apate ile token. Na baadhi ya makampuni tayari yamekwisha anzisha hicho kitu. Kwa Dar es Salaam hapa tayari watu wanafanya hiyo kitu kwamba unanunua kulingana na kile ulicho nacho. Sasa ndio maana sasa hata serikali inahamasisha sana ubunifu. Ubunifu katika swala zima la nishati safi ya kupikia. Na ukiangalia pia hiyo ubunifu, maana hizo ni fursa katika swala zima la nishati safi ya kupikia. Kwa hiyo ubunifu zile zikienda, tunahamasisha vyuo, makampuni binafsi kwamba yaende katika hizo innovation. Kwamba at least sasa tunaweza tukakuza kabisa hiyo hali kwamba ukiwa na 1,000 kwenye masuala ya nani ya gesi ile LPG kwamba unaweza kujaza. Lakini katika hizi aina zingine za nishati safi ya kupikia hicho kitu kinawezekana. Kwa mfano majiko ya umeme. Majiko ya umeme, maana yake umeme utakaoununua ndio utakaotumia. Unaona? Kwa hiyo hizi ambazo sasa unatakiwa ujaze kwa wakati mmoja, hizo sasa tunahamasisha kwamba watu wajitahidi kwenye uvumbuzi tuweze kupata nani ambayo itatusaidia. Tena uvumbuzi ukiwa ndani humu itakuwa ni jambo jema kwa sababu tutakuwa tumeongeza mpaka hata na ajira na mambo mengine. Unaona? Kwa hiyo hilo tunaliweka katika nani hiyo. Na kingine ni kwamba serikali inaangalia namna ambavyo hivi vifaa vinavyotumia hivi vifaa vya nishati safi ya kupikia, kwamba kama tunaweza sasa kupunguza kodi, kodi zipungue. Na ukiangalia pia hata mitungi ya gesi yenyewe tayari ina msamaha wa kodi. Na ndio maana tayari inaonekana kwamba inanunuliwa katika bei ya sasa ambayo ipo, lakini ina msamaha wa kodi. Kwa sasa kuna namna nyingi sana ambazo zinafanyika kuhakikisha kwamba bei ya kujaza kama ulivyouliza mtungi wa gesi kwamba inakuwa ni ya chini. Kwa hiyo sana tunahamasisha swala la innovation, kwa maana tuweze kupata teknolojia ambayo itasaidia. Japokuwa tunapoongea tayari kuna wengine wameleta majiko ambayo yana ule ujazo ni mdogo, wengine mpaka wameenda kwenye ile 400 gramu, sio ndogo hivi, ambayo mtu ana uwezo wa kubadilisha kama mtu anabadilisha, anaenda ananunua kana kuja anapachika. Tena wengine wameleta mpaka size ya briefcase kwamba unatembea nacho. Unaona? Kwa hiyo kuna namna nyingi ambayo inataka kurahisisha mtumiaji yule mwananchi anapopata ile teknolojia, ili kusudi asirudi nyuma, akishaanza aendelee mbele, asirudi huko. Kwa hiyo labda na mimi ningependa nichangie kidogo hapo kwamba uliposema mtu anajaribu kuangalia na shilingi 300 anataka kununua mkaa kibaba kimoja, lakini pale ana umeme, ana gesi na nishati nyingine nyingi ambazo tumeziruhusu ziweze kutumika. Lakini kinachotokea ni kwamba unajua nishati safi ya kupikia kwanza inaokoa muda wako. Kwa maana ya kwamba unataka kupika maharage, lakini maharage yale ukitumia mkaa ambao umeununua shilingi 3,000, leo hii itakuchukua zaidi ya masaa 2 ili yale maharage yaweze kuiva. Na inawezekana saa nyingine kama mkaa sio mzuri sana, ile shilingi 300 yako 3,000 yako leo nunua mkaa isikusaidie na usiweze kufanikisha. Lakini ukaamua leo hii kwa sababu REA
na TANESCO wamefanya kazi nzuri ya kupeleka umeme kwenye maeneo mbalimbali. Wanachokifanya, unachukua tu jiko lako moja ama pressure cooker yako, ndani ya dakika chache umeivisha maharage, lakini pia umetumia chini ya unit moja ya umeme ambayo haizidi shilingi 250 mpaka 300 na ikakuivishia maharage yako. Sasa kipi chema? Upoteze muda wako wa masaa mawili kusubiri maharage yaive, au uopt kutumia nishati safi ya kupikia ambayo iko pale, unatumia chini ya unit moja. Kwa hiyo na umetoa mfano mzuri sana wa miongoni mwa majiko maarufu ambaye yanatumika sasa hivi, haya majiko ya umeme, majiko janja. Majiko janja. Unaita majiko janja vizuri. Kuna ma pressure cooker, kuna ma rice cooker, kuna ma air fryer, kuna ya kila aina, ya kila ujazo. Mpaka kilo 14, 10 na ngapi unaweza kupika chakula cha ujazo huo. Amuoni sasa kama kuna haja hata ya serikali kutolea kodi majiko haya ili wananchi waweze kuyapata kwa urahisi zaidi na kuweza kuyatumia kwa urahisi? Mimi nijua hivyo ni kwamba unajua kila kitu mwanzo unaanzia. Hauwezi ukasema kwa mara moja Roma ilijengwa, haikujengwa kwa siku moja. Tunakwenda hatua kwa hatua, ngazi kwa ngazi. Kwa mfano, ruzuku imeanza kutolewa kwenye mitungi ya gesi ya kilo 6. Ina maana watapeleka kwenye mitungi ya kilo 15, itakwenda na kuendelea na kuendelea. Lakini pia lengo na dhima ya serikali kwenye mkakati ni kuhakikisha kwamba hata sera nishati nasema 2015 kwamba tunataka huyu mwananchi apate nishati ambayo ataipata kwa urahisi, unafuu, kwa wakati na itakayokidhi mahitaji yake. Kwa maana hiyo kidogo kidogo serikali inajua imeanza hapo, baadaye itakuja kupunguza na maeneo mengine ikiwemo vifaa ambavyo vitakuwa vikiagizwa kutoka nje kwa ajili ya kutumika kwa ajili ya nishati safi. Lakini pia bado kuna Watanzania ambao tayari wameshachangamkia fursa kama alivyosema mwenzangu kwamba tayari wameshaanza kuleta pressure cooker ambazo zinakidhi mahitaji. Watu wana miradi inaitwa smart picker ambayo unapika kijanja sasa hivi. Itafika wakati wenzetu wa TPDC tayari wana mradi mzuri sana wa kupeleka gesi majumbani, gesi asilia kwa ajili ya kupikia, ambayo hiyo ni achievement kubwa, na yeye ataangalia mwananchi, nitumie gesi asilia inayopita kwenye mabomba nisiwe na shida, au nitumie rice cooker, nitumie umeme ambao ni nafuu pia, au niamue kutumia mtungi wa gesi. Kwa hiyo hizi fursa zote tunampa Mtanzania ili aweze kuamua nini anakitaka kwa wakati gani, akijua kwamba itamuokolea muda lakini pia itampunguzia gharama. Sawa. Ndani ya nusu saa. Mchawi umeme tu. Mchawi umeme kwa hakika. Ila mimi ni ujazie hapo wakati tunataka kuendelea. Hawa wadau wengine mmewataja REA, mmewataja TPDC, lakini pia TANESCO. Mmewashirikisha vipi kuhakikisha mkakati huu unafanikiwa? Kwa kweli wameshirikishwa sana. Mwenzangu labda atajibu kwa undani kwa kitaalamu, lakini kwa upande wetu sisi mkakati wa mawasiliano kwa kweli hatujawaacha nyuma. Kila kitu tunachokifanya, kwa sababu kama unavyofahamu tunazungumzia masuala ya afya na mazingira. Kwa hivyo watu wote wanaohusika na masuala mawasiliano kwenye taasisi zetu, tuna taasisi kama 6 zilizoko chini ya Wizara ya Nishati, TANESCO, REA, TPDC, you name it. Lakini wote hawa tumewashirikisha wakuu wa vitengo vya mawasiliano ili kusudi kila mmoja kwa namna yake anayo role ya kufanya kwenye taasisi yake. Lakini hatujawaacha nyuma pia wakuu wa vitengo vya habari serikalini ambao tumewaandalia jambo lao kubwa ambao litafanyika hivi karibuni ili kuweza kuonyesha kwamba tuko pamoja. Wizara ya Afya kwa mfano amepewa majukumu makubwa sana. Ameambiwa kabisa katika mkakati kwamba roli yako wewe Wizara ya Afya ni kuhakikisha kwamba unaandaa masuala yote yanayohusiana na afya, maana kama ni masuala ya athari zinazotokana na moshi wanaovuta watu, manake Wizara ya Afya ana jukumu la kuandaa vipindi, na hivi vipindi vitaandaliwa na nani? Na watu wao wa mawasiliano. Ukija kwa watu wa mazingira, hali kadhalika labda ofisi ya makamu wa rais mazingira, wao pia wana majukumu yao. Ukija TAMISEMI wana majukumu. Kwa tukiunganisha kwa pamoja, Wizara ya Nishati kama custodian aliyepewa kwa ajili ya kutekeleza masuala ya mkakati wa nishati safi ya kupikia, basi hatuko peke yetu. Kwenye mawasiliano tumeshirikisha wadau wote, na hivi karibuni tutakuwa na jambo letu kubwa la kuwapa elimu na kuambia kila mmoja ana role gani kwenye taasisi yake ili kufanikisha ajenda hii ya Mheshimiwa Rais ya mkakati wa nishati ya kupikia. Kwako. Nashukuru kwa ufafanuzi huo katika hilo swala la kuwashirikisha. Labda niseme tu kwamba Wizara ya Nishati, ukisema Wizara ya Nishati maana yake kuna taasisi ziko chini. Ndio. Na taasisi zinafanya mambo ambayo
yako wizarani, kwamba wizara na taasisi zake wanakaa wanapanga kutekeleza jambo fulani. Kwa hiyo wote wanakuwa katika nani moja, kwa sababu ni hicho. Na uzuri sasa, labda niseme mkakati huu, ndio maana mwanzo nilisema kwamba ni jumuishi, yani ni mpango jumuishi, haugusi tu taasisi ambazo ziko chini ya Wizara ya Nishati. Kama alivyosema, umekwenda umeonesha mpaka sekta binafsi kwamba inatakiwa ifanye nini, na wenyewe wana majukumu yao ya kufanya. Pamoja na yote sasa, Wizara ya Nishati au tuseme serikali inakuwa inahamasisha sasa sekta binafsi, yani kutia ile chachu ile kwamba jamani, tuingie kwenye swala hili. Kama leo kwa mfano naweza nikasema kwamba katika ile kuhamasisha benki mbili sasa hivi, kwa maana NMB na CRDB wameweka fedha kwa ajili ya kukopesha wajasiriamali, makampuni ambayo yanajihusisha katika masuala ya nishati safi ya kupikia, kusambaza, kuzalisha, kwa maana wanawapa mikopo yenye riba nafuu. Sasa wametenga fedha nyingi. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba sekta binafsi namna gani zinaingia. Kwa kila mmoja ana role yake ya kufanya. Iwe serikali, iwe private. Sasa serikali kazi yake ni kuhamasisha, jamani tufanye hivi. Lakini mwisho wa siku wote tunataka tuelekee kwenye 80%. Na ndio maana hata kodi ile msamaha wa kodi katika masuala ya nishati safi ya kupikia inaenda kwa phase kama alivyosema. Na hata mwaka wa fedha huu tulionao tulikuwa kuna vitu vimepewa msamaha wa kodi, kwa mfano matenki makubwa kwa ajili ya taasisi. Unajua kuna hiyo kampeni ya kuhakikisha kwamba taasisi ambazo zinaandaa na kuhudumia watu zaidi ya 100 zinatakiwa zihamie kwenye nishati safi ya kupikia. Kwa hiyo kuna safari ambayo sasa tunaifanya toka hiyo 2024 baada ya mkakati kuzinduliwa, kuhakikisha kwamba taasisi zote hizo zinahamia kwenye matumizi ya nishati safi ya kupikia. Na hapo sasa unakuta kwamba serikali iko pale, ndolea anafanya hiyo kazi, sekta binafsi wanafanya. Kwa hiyo kuna mambo mengi yanafanyika pale. Kwa hiyo msamaha wa kodi unakuwepo, na kwa hiyo ndio maana tunasema sasa watu wote wanashirikishwa sana katika hiyo ndani. Kushirikishwa kwenye taasisi binafsi. Hata Azam kutoka kwenye makampuni ya Said Salim Bakhresa. Nasi tuna nishati safi ya kupikia. Hongereni sana. Ilizinduliwa rasmi na inatumika, na ilitolewa hamasa kubwa sana kwa mamalishe. Walipewa majiko, mamalishe zaidi ya 40 walipewa majiko kwa ajili ya kutumia. Na kuna mafuta rasmi ambayo ukiweka kwenye ile jiko unapika chapati zako fresh kabisa. Hongereni sana. Nanyi pia hongereni bwana, maana awali nilikuwa namuona Mami Sheghele nyumbani kila nikifika, mbona sura yako imekuwa nyeusi namna hiyo? Lakini miaka hivi karibuni baada ya kutumia nishati safi, poda inabaki usoni. Alhamdulillah. Alafu mnapata muda mwingi wa kukaa kama familia, kwa sababu ushaseti kule. Hata watoto wa kike wanapata nafasi ya kusoma badala ya kwenda kupuliza moto kila saa. Kijijini nako walikuwa wanapata shida wale vijana jamani, kila siku muda ambao anatakiwa kaya asome anaambiwa sasa anapuliza moto. Kutoka hapo macho mekundu yanawasha. Akimaliza hapo anaambiwa nenda kasome, kesho ana test. Jamani, huyu mtoto atachoka na mama pia atachoka. Lakini sasa hivi tumeamua tunamtoa mama kuni kichwani, na sasa hivi kazi inafanyika. Tunashukuru, kuna mabadiliko makubwa. Hakika. Jamani, sisi tunashukuru sana, na elimu hii ni endelevu. 2034 sio leo. Safari bado ni ndefu. Tunawatakia kila la kheri, 30% na zaidi tuweze kuifikia. Tulikuwa naye hapa kaimu mkurugenzi wa nishati safi ya kupikia Ngereja Mgejwa, kumradhi. Karibu sana kwa wakati mwingine. Asante sana. Lakini pia tumekuwa naye mkuu wa kitengo cha mawasiliano serikalini Wizara ya Nishati, Neema Chalila Mbuja. Karibu sana Neema. Nashukuru sana. Tusiishie kuongea kwenye simu, sasa uanze na wewe kuja. Kwa kweli, na nitaanza na pia na mimi nitaanza kuja kukagua wafanyakazi wa Azam, nione jamani mnatumia nishati safi ya kupikia. Sisi kwa kweli tuna enjoy. Hamna shida. Nashukuru sana. Tumezungumza mengi kuhusu mkakati wa taifa wa matumizi ya nishati safi ya kupikia, pamoja na mkakati unaweza ukasema mkakati dada ama mkakati mtoto wa mkakati wa mawasiliano. Kuhusu huu mkakati wa matumizi ya nishati safi ya kupikia, ni jukumu la kila mmoja kupika kwa kutumia nishati safi, kuzingatia muda, wakati na chakula ambacho kilicho na ubora.
pamoja na kujali mazingira. Karibuni kwa wakati mwingine. Bado uko nasi, hii ni Alasiri Lounge. Tukirejea hapa tutakuja kuzungumza zaidi kuhusu habari za michezo. Sahau kuwa weekend inaenda kuanza na sisi tuna jukumu la kukuburudisha zaidi. Ligi ya mabingwa barani Afrika, kombe la shirikisho, ligi kuu NBC, tuna mengi hakika. Tutarejea.